Kashif Online TV, nuru njema. Ndio ndugu yangu, mimi sasa hivi nipo kwenye ndege naelekea Dubai. Uenda Dubai? Ndio naelekea Dubai. Kwa tatizo nini? Tatizo nini? Nakupa kazi mwezi wa 3 wanitimba tu. Mau vitu vingine angalia. Usitaki kujiharibia sasa hivi, bado mapema. Sasa hivi wewe ni msanii mkubwa, superstar mkubwa. Nimemwachia kijana wangu pale, anajaribu kukufanyia mixer, punchering, kwa sababu bado hairuhusu rangi yako. Wanakutia poda pale. Na hata ofisi huna, wanaleta kwako vitoto vya lia tu. Mau, hebu angalia kwanza hii design ambayo nimekudesignia. Ili si jina hilo? Ndio, hiyo ni Watermark. Mau, hiyo ndo kampuni ambayo natumia katika ofisi yangu. Sasa na hii ndoto iwanya? Mau, mimi nilijua kwamba wewe utajifunza vitu vingi sana ukiwa na mimi. Hii ni A na hii ni U, inakuwa Mau. Sasa na rangi kumsaga tungule mbivu. Hii ni coloring powder. Wewe na mimi sasa isha kwa ng'ombe, waniita mpembe. Mpembe. Usidanganywe. Kwa huduma za design, printing, yani uchapishaji, Ningwali Investment and General Suppliers. Tuna team ya graphic design waliobobea katika fani ya kudesign. Wala usijali, tunakumalizia kazi yako na tunakuletea popote ulipo Zanzibar. Tunapatikana ZSSF Shopping Center, Mwana Kwerekwe, au tupigie simu nambari 0655 666 778 au 0773 344566 au info@ngwali.com, na kwa website ni www.ngwali.com. Ngwali Investment General and Suppliers, kwa huduma bora na za haraka zaidi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أنه أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة آمين آمين. أما بعد، baada hayo ndugu zangu wa Kiislamu, usikum wa nafsi bitaqullah, na kuhusieni kama ambavyo nastahiki mwanzo kabisa kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa tupo katika kituo hichi cha 3 miongoni mwa vituo ambavyo Muumba wetu
amependa tupite. Tumepita katika vituo viwili. Hivi sasa tuko kituo hichi cha tatu, ni kituo cha dunia. Na kituo hichi ndicho rasilimali yake mwanadamu, ndo mali yake alokuwa nayo hai. Ni kwamba mali hii ya uhai uliokuwa nayo, basi unatakiwa uitumie vizuri. Ikitoka mali hii ndo basi, sio kama mtaji wa biashara ulifilisika kwenda ukakopa, baadaye kwa fulani akakopesha, baadaye ukarejesha msingi wako, ulipotea. Lakini kwa mpata fulani akakusaidia, baadaye ukanyanyuka tena baada ya kuanguka katika biashara ile. Lakini msingi huu uliokuwa na uhai ukimtoka mtu ndo basi haujitenda. Kwa hivyo ni muhimu sana mtu kutumia muda huu aliokuwa nao katika yale mazuri ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anayadhia, ili akakute mazuri ambayo ataandikwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa mwanadamu mwenye akili ambaye kwamba kila mmoja wetu ni maiti mtarajiwa. Kila mmoja wetu ila alifahamu ni maiti ambaye anatarajiwa, kwa maana yeye atakuwa maiti vile. Kila mtu atakufa, kila mtu atakufa. Sasa utakufa vipi? Hapa ndo mtihani sasa. Vipi utakufa? Hapa ndo mtihani. Vipi utakufa? Hapa ndo mtihani. Sasa lazima ujiangalie unakufaje, ndugu muumini. Katika dunia hii unaondoka, unakwenda kwa Allah ukiwa umekufa vipi? Kwa leo tukana muda tutakwenda kidogo tu inshallah, ili watu wapate kwenda shughuli zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasimulia katika hadithi ambayo anazungumza katika hadithi ambayo amesimulia Abu Huraira radhiyallahu anhu, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake. Bwana huyu bwana alikuwa ni mtaalamu kweli kweli. Allah amridhie, ampe radhi zake, akampe pepo. Alifanya kazi kubwa sana, aliacha yake yote, alimkamata Mtume sallallahu alaihi wasallam apate vitu kutoka kwake, na alichukua vitu kutoka kama mtu wa mwanzo wa hadithi ambaye anazo hadithi nyingi ni bingwa Abu Huraira. Katika hadithi yake hii anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, atadiruna manil muflisu. Alouliza masahaba, je, jamani mnamjua mtu ambaye alifilisika? Qalu, wakasema sahaba radhiyallahu anhum, almuflisu fina, aliyefilisika miongoni mwetu, ma la dirhama lahu wala mataa, ni mtu ambaye hana dirham, binana hana fedha, dola Tanzania mani hana, huyu mweupe kabisa, wala mataa, wala makazi yani yake si mazuri, hana pala pa kustarehe, hana pazuri. Huyu akafilisika, kwamba akafilisika hana chochote, hata pa kukaa hana. Huyu akafilisika kweli huyu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni bingwa kuzungumza, mtaalamu kweli kweli, katika mwalimu aliyebobea kielimu, basi ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani kutafuta ili akupe elimu ambayo kwa nzuri ikufikishe pahala pazuri kweli kweli. Akwambia, tegeni sikio nikwambieni nani ambaye alifilisika hasa. Basi akwambia, faqala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, innal muflisa min ummati, hakika aliyefilisika katika umati wangu, man yati yawmal qiyama, ni yule ambaye atakuja siku ya kiyama, bisalati, ana swala kamili, wasiyami, anafunga kamili, wazakati, na zaka katoa vile vile. Funga anazo, zaka katoa, swala anazo kwa wakati anaswali, pengine alhaji pale alipo, kila pahala alhaji, jina lake baada kuitwa fulani sasa anaitwa alhaji. Huyu alhaji anakuja hapa kutokana na mambo mazuri ameyafanya. Lakini mtu akasema huyu ana kesi huyu mbele ya Mola wake. Vipi?
wayati qad shatama hadha, atakuja huyu kamtukana huyu, wakadhafa hadha, kisha kamsingizia zinaa huyu, kamzulia zinaa huyu, kazini huyu fulani mzinifu, wa akala mala hadha, kisha akala na mali ya fulani vile vile. Jingine, wasafaka dama hadha, kamaga damu ya huyu. Hapo mtihani sasa. Mashtaka yote haya kafanya mtu mmoja huyu, kajipinda miaka yake labda 60, kapata 65 mpaka 70, lakini akitizama haya ndio aliyofanya ndani ya ulimwengu huu aliokuwa nao wa muda mchache kabisa. Kafanya nini? Kamtukana fulani, kasimama sali ya kiriri au popote hapo, je fulani kadha 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 kafanya haya. Mwingine kamsingizia fulani kadha zinifu fulani, mwingine kana mali ya fulani, kachukua mali yake kwa nguvu tu alizokuwa nazo, mwingine kamwaga damu vile vile. Basi mwanachuoni Husaymi nimsikize naye anasemaje. Kisha wadharaba hadha, kampiga huyu. Basi Mtume kasema fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, atapewa huyu mema yake na yule mema yake na yule mema yake. Fa in faniyat, anasema yatakapomalizika yale mema yake yale, basi kabla an yaqdi ma alayhi, kabla ya kulipwa wale ambao wanomdai, wale ambao aliwadhulumu, wale ambao aliwapiga, basi ukhidha min khatayahu, hasara lioje, yatachukuliwa makosa ya wale aliwapiga, aliomwaga damu, alifanya lote baya, basi kisha faturihat alayhi, atatupwa na yeye, thumma turiha fi nari, kisha atatiwa motoni. Hasara kubwa sana hii. Mtu kajipinda muda wote alipinda, baadaye ilibidi sasa mema yake yote aliyofanya yanachukuliwa na madhambi yanapewa, kisha kwenda kwa babaya. Mwanachuoni Husaymi anaizungumzia hadithi, tega sikio. Anasema al-muflisu man yati yawm al-qiyama, aliyefilisika yule ambaye atakuja siku ya kiyama, bi salati, na sala, wasiyami, na funga, wa zakati, na zaka vile vile. Au akasema man yati bi hasanati, atakuja na wema mithlul jibali, mfano wa mlima kubwa sana kweli kweli, wema wake ni mkubwa, yani mlima mkubwa kweli. Lakini anasema lakinahu yati wa qad shatama hadha, atakuja kampiga huyu, wa daraba hadha, akamshatama huyu, kamtukana huyu, wa daraba hadha, akampiga na huyu, wa akhadha mala hadha, na akachukua mali ya huyu, wa safaka dama hadha, kisha kamwaga damu ya fulani. Na Mwenyezi Mungu anasema, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema hivi, man qatala mu'minan mutaammidan, yoyote atakayemuua muumini mutaammidan, kwa makusudi, anasema Allah, fajazauhum jahannam, kakata Allah kabisa, anasema malipo yake ni jahannam, hakuna jingine lolote kabisa kuna. Sasa jitizani mwenyewe, wapi unachagua? Allah kazungumza mapema, bado uhai wako ungalipo, pumzi napiga, lakini Allah kazungumza man qatala mu'minan, yoyote atakayemua muumini, yoyote mutaammida, kwa makusudi, fajazauhu jahannam, malipo yake ni moto wa jahannam, hakuna chengine. Jino moja una 32 linauma moja, huwezi kufanya kazi zako, unalia jino linauma, jino moja tu una 32. Je, umejitayarisha na moto wa jahannam wa Allah? Kweli unauweza? Sio kweli kabisa. Naam, huwezi kabisa moto wa jahannam wa hata siku moja. Wa duniani unauwashwa kibatari, kaangalia kidole chako dakika 5, unaogopa siwezi, unaondosha mbio. Mtihani kubwa sana kweli kweli. Hii dunia hii tusione kama tushafika hapa tunaondoka. Mambo yako huko kwa Allah, hapa tunaondoka. Jani kweli kweli muumini, imani yako muhimu sana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Usione kwa duniani hapo unafanya unapotaka. Yupo ambaye anakuchunga, anakutizama nendo zako unazokwenda asubuhi na jioni. Malaika mauti, yeye malaika huyo mauti anaangalia kila roho ya mtu kila siku mara 5. Malaika huyu alowakilishwa ambaye anachukua roho za wanadamu kila siku, kila mmoja wetu anapita kwa mara 5. Baada ya fulani, bado mara 5 anaangalia. Hebu tuseme ulimwengu ulivyo na watu waliojaa, na huyu bwana mkubwa huyu malaika huyu Mwenyezi Mungu alipompa uwezo, kapewa nguvu kiasi ambacho anatembea kwa kila mtu ulimwenguni, anaitizama roho yake mara 5 kwa siku. Je, vipi ndugu muumini umejitayarisha na safari hii? Ikiwa bado ndo kwanza katika ulimwengu unafanya yale mabaya ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala hayakubali, basi anasema mwanachuoni Usaimini ya kwamba bwana huyu ambaye kafanya haya, kamwaga damu, kachukua mali za watu, kapiga watu, anasema i'tada ala nasi bi anwa'i al-i'tidai, kachupa mipaka kwa watu kwa namna mbalimbali za nini? Uadui. Wanasu, na watu yuriduna akhadha haqqihim, sasa wanataka kuchukua haki zao, ma la yaakhudhunahu fi dunya, haki ambazo hawakuzipata duniani. Yaakhudhunahu, wanataka kuchukua sasa wapi? Fil akhirah. Basi fayuqtasu lahu, patachukuliwa kisasi miongoni mwao. Fayakhudhu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi bil adli. Allah sema atachukua mema yake apo fulani, mema apo fulani, mema apo fulani, tena kwa adilifu kweli. Kima kile dhara ulompiga mpaka wakati ukamweka kilema, sasa hawezi kutembea. Sasa alikuwa kuna shughuli zake vizuri, baada kumpiga sasa anatembea kilema pale alipo, hawezi tena. Ana miguu hili mambo hayawi. Yeye leo mguu shaukata mmoja, mambo atakuwa sasa dhambi pale zote inabeba wewe. Sasa sote unachukua jukumu sana kweli katika ulimwengu, sana kweli, lakini kwa sababu shetani kajaa ndani ya vichwa vya watu, mtu hajali kapaka kiasi ambacho shetani anakuambia jambo, hili zuri hili, kumbe hatimaye anakupeleka. Ndio yule bwana ambaye Mwenyezi Mungu alimsimulia ndani ya Qur'an al-Karim. Kifika wakati kafanya kitendo kibaya sana, alikuwa ni mganga wa kienyeji. Baadaye mganga wa kienyeji yule amefanya dhambi. Mwanamke yule ambaye alikuwa anabada kushawisha shetani yuko ndani, anaye anamfanyia tiba. Basi shetani akamshawishi kabisa, akamwingilia na yule sasa. Kamshawishi nikafanya vile vile. Kafanya baya kabisa, ikalimtiani kwa Mwenyezi Mungu. Anasema ikawa mwisho wote wawili, wa kana aqibatahuma fi an-nar, ikawa wote wawili mwisho wapi? Motoni. Kwa sasa ujihadhari sana ndugu muumini, ya kwamba uhadhari kweli kujaribu kuishi duniani vile ambavyo unapotaka wewe, si wanapotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapo ni mtihani. Basi baada ya kumalizika nasema fa in faniyati hasanatuhu, baada ya kumalizika mema yake, ukhidha min sayiatihi, yatachukuliwa makosa yao, faturihati alayhi, kisha atatupwa yeye, thumma turiha fi nari, kisha atatupwa motoni. Hii ndio hasara Mtume alizungumza kwa masahaba ya duniani yako hivi. Asema na chini wa sadaqa an-nabiy, kasema kweli Mtume, fa inna hadha huwa al-muflisu haqqan, kwamba huyu ndio aliyefilisa kweli. Amma al-muflisu dunya, ama yule ambaye alifilisika duniani, fa inna dunya, hakika ya dunia, yaati, inakuja kwa mtu, watadhahabu, kisha inaondoka. Rubama yakunu al-insanu faqira, huenda mwanadamu akani fakiri kweli, fayumsi ghaniya, hatimaye asubuhi kama tajiri. Fayumsi ghaniya, akafikwa na jioni katajiri. Aliamka asubuhi akiwa ni maskini, lakini fayumsi ghaniya, akafikiwa na jioni ni tajiri.
Wangapi walikuwa hana chochote hapa? Wanajulikana sasa fulani alikuwa hana kitu chochote. Allah tu kamfungulia hivi sasa na kadha alikuwa hana chochote. Wala si ujanja wake, bali ni matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kufilisika duniani ni kama hivi. Au bilaks, anasema kinyume chake, lakini yani kinyume chake ni kwamba inawezekana ni tajiri hatimaye baadaye ukafilisika ukahuna kitu. Watu wakaonyesha video yule yule bado yule alikuwa bana yule ana gari 10 pekee yake hapa. Daladala ya Amani sijui wapi zote zake. Sasa hivi baskeli na mshinda pale alipo. Baskeli hana tele. Baskeli. Huyu ni Allah maamuzi yake. Wala haingili. Kwa nini ukafanya hivi? Allah yeye ndo anajua kwa nini akafanya vile. Anasema lakinna al-muflisa, lakini mwenye kufilisika kullu al-iflasi, yani namna ya kufilisika ayaflusa al-insanu, ni kufilisika mwanadamu min hasanatihi, kwa wema wake allati taaba alaiha, ambao kupatia tabu duniani hapa kapata tabu kweli, kahangaika mwenyewe sana kweli, kiasi ambacho ilibidi aukose wema wake uwe haukutene kabisa. Maneno mwanachuoni ni marefu sana kweli, kaizungumza hii hadithi sana kweli, lakini kutokana na muda inshallah acha tufaidike hapa. Nafikiri imefahamika namna gani ya kwamba mtu yupi aliyefilisika kwa hapa duniani, huyu ndio muflisi ambaye atakuwa siku ya kiyama akiwa hana kitu kabisa. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله, nakuhusieni kama ambavyo nausia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutuumba sisi wanadamu na majini akatutaka tumwabudu yeye, kama alivyosema ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, sikuumba majini na binadamu isipokuwa lengo na madhumuni wanitumikie mimi. Kama kila mtu ana wajibu wa kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ilibidi baadaye atuchagulie mpaka mfumo wa kuishi ambao utakuwa tunamwabudu yeye. Akatuchagulia mfumo huu ndio nataka ili mimi muniabudu, basi fuateni mfumo huu. Lakini kwa bahati wanadamu wakaacha mfumo wa Allah, wakatafuta mfumo mwingine, mfumo ambao tunaochagua huu una madhara, hautufai. Huu mfumo tunachagua hautufai, una madhara. Allah subhanahu wa ta'ala anasema وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا, yoyote atakifuata usiokuwa mfumo wa Kiislamu kama ndio mfumo maisha yake, falan yuqbala minhu, hatokubaliwa huyo, wa huwa fil akhirati, na uko akhira huko min al-khasirina, atakuwa kapata hasara kabisa. Kwa sababu gani? Kachagua mfumo ambao sio. Wewe unampelekea fundi kitambaa chako, nishone suruali kiuno 32, urefu kadha, upana kadha. Leo ukute suruali kaishona vile alivyotaka yeye, kaibana, yani tambu haipiti, utamlipa? Utaambia kitambaa changu kwanza utakilipa. Ala, wewe nilikuja hapa vipimo kanipimo, unashona kazi hii, haiwezekani. Kwa hivyo Allah katupa maelekezo, ishini hivi, alafu tuishi na baraka sisi, Allah akatulipe. Ili hakuna kabisa. Basi mfumo huu tunachagua ni mfumo ambao haufai. Mfumo huu unapelekea watu kupeana vilema, kuumizana, kujeruhiana. Ni mfumo ambao mbaya kweli, kwa hufai. Tuweke pembeni, tutafute mfumo wa Allah, tutawalishe katika ulimwengu tufaidika. Tusidanganyike na watu wa ulimwengu bana, hata kidogo. Ni mtihani kwa kweli.
Mfumo mbaya kweli huu unatufikisha mabaya. Na uelewe ya kwamba Allah kile unachokitenda anakirekodi, ikiwa cha uongo, ikiwa cha kweli, chochote Allah anacho. Tega sikio na malizia hotuba yangu kwa maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa inna alaikum lahafidhina, hakika nyinyi wanadamu mna ambao wenye kuhifadhi mambo. Wapo hao. Nani hao? Kiraman katibina, watukufu wenye kuandika. Hawa wapo kabisa, wanaandika moja baada ya jingine, haliwapiti hata kidogo. Tena ya'lamuna ma tafaaluna, wanajua yote mnaoyafanya. Lolote ulofanya, la kupiga, la kadha, lolote lile, Allah analo rekodi yake, malaika wamwandikia. Hii hapa fulani siku fulani kafanya kadha. Lipo ile, alifuta ile, halendi bure kabisa lile. Itakuwa kukumba kabisa. Litaenda kukamata kweli. Kwa hivyo kisha aya nyingine Allah sema, am yahsabuna, iyo ati wanadhania hawa, anna, hakika sisi Allah la nasma'u sirrahum, hatusikii siri zao, wanajwahum, na minongono yao wanaoifanya zaidi ya waumini. Allah anazungumza, anawaambia makafiri, nadhania hawa makafiri hao Allah hasikii minongono yao, au hata ubaya ambao utakumfanyia mume mwenzako Allah anasikia. Ile siri ile mnakaa chemba, kwa sababu watu wanasema wana vikao vya siri wenyewe, au mambo yao ya siri, watu wanakaa siri kimya, wanaenda zao wanafanya, mwanadamu na mwenzake yoyote kabisa, siri wanazungumza. Ndio la bajana wakati Abu Jahl wakati apanga njama za kumua Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliwaambia wafuasi wake, jamani, tuzungumzeni kiasi ambacho Mola wa Muhammad tunongone asisikie tuwapanga nini. Nani? Mola wa Muhammad tunongone asisikie tuwapanga njama gani kuhusu mtume wake Muhammad. Mwenyezi Mungu akamwambia, wa asirru qawlakum au jiharu bi innahu alimun bidhati suduri. Akamwambia, wana mkidhirisha maneno yenu, mkifisha, Allah anajua kisho wapi ndani ya nyoyo yako. Umeficha nini kwa ndugu yako muumini? Kitu gani umeweka? Una ubaya gani? Kitu gani? Allah anajua kabisa. Sudi kabisa. Haya ya kupita tu haya. Kuna siku watakuchukua watu, watakufunga mithili ya pipi inayofungwa. Huku na huku watu watakubeba, watakupia ndani ya gari ambayo haitaki mashine aina yote. Ndani ya gari ambayo haitaki mashine ya aina yote kabisa, inakubeba hiyo, inakubeba, haina mbio, kimya. Sio bezi lako, gari ambayo hata mashine haina. Watu wanakutia mle, wanakupeleka kwa pekee kabisa. Ukifika kuna kaburi la kusubiri, mwanandani na kusubiri, unaikwa pale, watu wanakufukia, wanaondoka. Wale wote waliokuwa kushirikiana nao katika ubaya, hao wanaondoka. Kishindo kiko peke yako sasa. Kishindo kiko kwa mtu peke yake pale yalipo. Atakayoulizwa sasa, itabidi ukishirikiana na ubaya na wenzako kufanya ubaya, hawapo tena wale. Uko peke yako. Nani atakusaidia? Uchunge sana ndugu muumini, kweli kuichunga nafsi yako juu ya kukubali matakwa ya Allah. Bila kutaka Allah basi wende kabisa. Basi Allah anasema, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahu, na minongono yao wanaona kisiri. Muone Allah alikuwa mtaalamu. Kuna kitu siri na najwa, vitu tofauti hivyo. Alikuwa mtaalamu Allah kuzungumza na viumbe vyake. Anaambia kuna kitu siri na kitu najwa. Najwa ni kitu ambacho minongono ya chini kabisa. Siri unaweza kuzungumza wenzako, ukampa hapa kuzungumza. Lakini najwa ni kitu ambacho kwamba cha ndani huko kweli minongono ya chini kabisa. Bali Allah sebali, lakini warusuluna, na mijumbe yetu ladaihim yaktubuna, wako mbele wanaandika pale. Wale mijumbe yetu wanaandika report zote kadha wanazo na rekodi. Utamficha Allah kweli? Allah umfiche mwanadamu waweza kutamficha, lakini Allah kabisa hawezi kumficha. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wama ya'zu an rabbika min mithqali dharrat fil ardi wala fis samai, wama ya'zu, hakimpiti
kiti nani? An rabbika, kikeepukana na Mola wako. Min mithqali dharrati, katika chembe ndogo ya dhara. Dhara ni kitu kimoja kidogo kweli kweli. Fil ardhi, katika ardhi, wala fis samai, wala katika mbingu. Vyote dunia nzima hii. Kuna aya moja Allah Subhanahu wa ta'ala anasema mpaka jani, ile jani ile lenye kudondoka likawa kavu, analijua limedondoka sasa hivi. Na anasema anajua mpaka majani yalobaki katika mti ule mabichi mangapi, makavu mangapi. Utamngopea kweli wewe? Wewe nikikuuliza sitoka nje, mgombo ule pale majani mangapi mpaka uhesabu kwanza. Lakini Allah yeye anajua mgomba ule na majani mangapi. Na utazaa ndizi aina gani? Yote anajua. Itakuwa na machana mangapi? Allah anajua. Hasa huyu huwezi kumwongopea hata siku moja. Mwanadamu zako utamwongopea, utazungumza kadha sio kweli. Utamdanganya, yeye mdanganye. Lakini mbele ya Allah ataweka wazi, sema siku moja Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma tubla sarairi, siku ambazo itawekwa wazi siri zote ambazo zimefanya siri mbali ambazo haijulikani na watu, lakini Allah ataziweka wazi kwamba kuna siku ilifanya kitu kadha kadha. Basi Allah, wama ya'zu an rabbika min mithqali dharratin, haimpiti kwa Mola wako hata kidogo, chembe ndogo, yani dharra. Watu wakibisa sababu kuna kitu kinaitwa atom. Atom ni chembe moja ndogo kwa haionekani, si rahisi kuiona mpaka kuna vitu maalum uiangalie atom ikoje. Au ili kufahamisha zaidi dharra, chukua mfano wa tochi, washa ile tochi, isipokuwa kimo katika kitabu kilichokuwa wazi kabisa, kila kitu Allah rekodi yake nayo. Tuhadharini sana katika ulimwengu wa maisha haya muda mchache kuishi kwa kudhuriana, kwa kumdanganya mwenzako, kwa kumchukulia mali yake. Alimdadi ujitahidi kadri ya uwezo wako katika maisha haya muda mchache sana kweli kweli. Wangapi walikuwepo hivi sasa wapo, washaondoka na wataendelea kuondoka, kila mmoja anaondoka, kila mmoja kwa watu wake. Sasa ikiwa kwa kweli unafanya mabaya sana kweli kweli, kiasi ambacho kwa ni mtihani mkubwa sana, utakuta mbele kwamba amali zako zote ulizotenda utakuwa ni muflis, una kitu unakwenda mabaya. Jengine la kuhimizana, tuhimizana michango kweli ndugu wawili. Michango muhimu sana kweli kweli katika msikiti wetu. Sisi hatuna uwezo wa kujenga msikiti kama ambavyo matajiri wanajenga foundation, anaanza yeye anajenga foundation yote, napiga jambi sio nini, kuna msikiti fulani yule kajenga msikiti. Sisi kwetu msikiti wetu ni kidogo kidogo, sisi wenyewe una 500,000 toa hapa. Feni itakuzunguka ile vile vile. Toa kwa ajili ya Allah. Kila muumini atoswali hapa, basi naam, sababu zake unapelekwa wewe. Sababu zake hupo tena pengine kabisa katika lugha kutoka zamani. Lakini ile chanzo chako ulichotoa wewe kawezesha feni ile inazunguka, msikiti upo, basi naam, sababu unapelekewa. Bado zitakwenda tu, zinakwenda tu. Kwa hivyo hili muhimu sana ndugu muumini, tusikae nyuma katika swala hili la kuchangia chochote chukua nacho, basi ni muhimu sana kwa kweli. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammadi kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadi wa ala ali Muhammadi kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya muyassira kull asir, يسر لنا كل عسير، يا ميسر كل عسير، يسر لنا كل عسير، يا ميسر كل عسير، يسر لنا كل عسير، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس مذيب البأس اشفي أنت الشافي، اشفي أنت الشافي،
اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ونور في قبورهم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ونور في قبورهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا